Sasa hapa unaona tulikuwa nalima mahindi. Ukapiga hesabu ya mahindi. Ukinunua mahindi gunia hapa eka 2. Saizi na miti kama 290. Sawa? Sasa miti 290 ungekuwa nikinunua mahindi yanaweza kununuliwa na ya kutosha hapa. Kila wiki tunatumia gunia moja. Kwa hiyo ni gunia kama 100 ngapi? 54. Sasa gunia 54 haziwezi kutoka hapa. Lakini miti 7 inaweza kununua gunia 54. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, hesabu zinahitajika. Kwa hiyo hapa sasa tumeamua ukilima mahindi kuna activity ya kulima, kuweka dawa, kupalilia, kufanya ni labor is intensive. Kwa hiyo badala yake ndio hivyo tumelima, tupanda parachichi, tunapanda maharage. Hii miti, hii mahindi ilikuwa navunwa hapa, tulikuwa natoa gunia karibu ya 30. Lakini hizo gunia tutazinunua kwa nani? Kwa nani ndogo sana. Tutanunua kwa miti 7 tu hapa. Miti 7 tu hapa inatosha kununua nini? Sasa ndio maamuzi hayo. Nilime mahindi kwa mimi hapa au parachichi? Si unanielewa? Sasa tusione kama hivi ninavyokuambia unaona shida eti majani yakiwa mengi hapa. Hapa unapita na shears tu. Unakatakata, unayaacha hapa yanafunika. Hiyo tunaita mulch. Unaekea hapa. Haya madubasha ukiyarudisha hapa. Unaona? Ukiyarudisha hapa. Haya yanaoza yanakuwa nini? Yanarudi tena kuwa mbolea. Sasa ukitaka shamba halina majani, hilo shamba gani? Kwa hiyo tusilime kwenye matunda, tusilime kabisa. Sababu tunaharibu mizizi. Sawa? Na tusitie jembe kabisa hapa. Umeona hamna jembe limeingia? Hamna jembe linaingia hapa. Hapa tunang'olea ama unachukua shia unakata. Sasa hapa watapita wanakusanya haya. Wanaweka. Ukiyaweka hapa yenyewe kwanza unakuwa umesuppress weed. Kusuppress weed ni kwamba nyasi haiwezi kuota kwa sababu haina mwanga. Umeelewa? Alafu hii inaoza inakuwa nini? Mbolea. Ndugu zangu, mambo ya kulima unalima mpaka yani unalima mpaka shamba linakuwa kipara. Unalima mpaka shamba linakuwa nini? Kwa hiyo unaona atapita wanafanya hivi sasa. Toa majani wanaweka hivyo. Sisi tukija tunaweka mbolea. Mimi nikipita sasa na prune. Unaona mdudu kama huyu? Hapa hatumuui. Kwa sababu huyu hali jani. Hatoboi. Lakini anakula wadudu. Kwa hiyo nikiusimamisha hivi huu unakuwa imara huku. Sawa? Unapokuwa imara huku tayari unajiandaa kuzaa. Sawa? Kwa sababu huwezi kuzalisha huu mti wakati uwezo wa kushikilia haupo. Kwa lazima uimarishe. Kuimarisha lazima uprune. Fanya activity ya kuprune. Kwa hiyo hii tunasimamisha inatengeneza uimara wa shina. Sawa bwana? Kwa hiyo njoo miaka 3 ijayo hapa mimi navuna hapa. Sasa wewe uliyeanza kujenga nyumba, wewe umeanza msingi. Hii hela ya kununua hili shamba hili ni eka 2 zina point. Labda utanunua milioni 2. Ambao wewe kwenye nyumba ni chuma ile ya msingi ule na mawe na kila kitu. Mimi nimeweka hapa.
Wewe unapokuja unaendelea na tofali na nini, mimi naweka dawa huku za kuzia na samadi. Wewe unakuja unafanya sijui nini, unapandisha linta sijui nini, mimi wakati huo na top na pruni na malizia, naweka chakula kingine, naweka maharage humu navuna. Alafu wewe unakuja unapiga paa huko mwaka wa 5 na wa 4, mimi huku miti ishakuwa mikubwa. Sawa? Ikiwa mikubwa kama nimekuambia iko miti 400 na 290 hapa. Kwenye eka hizi mbili ambazo eka hizo ungenunua hata milioni 1 ni milioni 2 ambayo ndio foundation yako. Na bado usijaweka hela kiwanja. Sasa mimi nakuja naanza kuvuna mwaka wa 5, wewe ndio unaingia kwenye nyumba, umeshapiga rangi na nini. Mimi mwaka wa 5 piga hesabu. Kila mti unipe hizo kilo 120 na kitu. Na kuna miti mingapi? 290. Piga hesabu wewe utakuwa na shinga. Yaani mimi nitakuwa na shamba, alafu na hela ya kujengea nyumba kama hiyo ulikuwa unajenga wewe. Na unaendelea kuvuna. Alafu unaendelea kuvuna. Wewe unavuna nyumba. Unataka punda, unataka mlio. Vijana fikirini sana. Sawa? Sawa. Eh.